Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na vyama vya siasa pamoja na serikali leo vinasaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Na katika michezo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ateta na mmiliki wa klabu ya Manchester United Sir Jim Ratcliffe. Habari ya asubuhi, mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Erike ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, vyama vya siasa na serikali leo zinatarajiwa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi yatakayotumika kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Akizungumza katika mahojiano maalum na vyombo vya habari mkoani Dodoma, mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Bwana Kailima Ramadhan amesema chama cha siasa ambacho hakitasaini maadili hayo hakitaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi huo. Ameongeza tayari maandalizi yote muhimu yamekwisha fanyika, ikiwa ni pamoja na mawasiliano baina ya tume, serikali na vyama vya siasa, na kwamba zoezi hilo litafanyika kwa siku hiyo. Hivyo baada ya hapo, chama ambacho hakitakuwa kimesaini kanuni hizo za maadili hakitapata fursa ya kusimamisha wagombea. Mwaka jana bunge limetunga sheria ya uchaguzi rasmi na madiwani. Lakini ukisoma ibara ya 74 ibara ndogo ya 6 hii inazungumza kwamba tume itatekeleza kazi zote na majukumu yote yatakayotungwa kwa mujibu wa sheria itakayotungwa na bunge. Sasa ukisoma kifungu cha 162 ndogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi rasmi na madiwani kinasema tume kwa kushirikiana na vyama vya siasa na serikali itaandaa kanuni za maadili ya uchaguzi ambayo yatasimamia na kushughulikia masuala ya kampeni za uchaguzi wenyewe na utaratibu wa uchaguzi. Serikali mkoani Mwanza imewataka wafanyabiashara kuuza bidhaa halisi na zenye ubora ili kuimarisha uchumi, huku ikiwatahadharisha walaji kutopenda vitu vya bei rahisi kwa kuwa vinagharimu. Ifuatayo ni taarifa zaidi kutoka Mwanza kwa Henry Kavirondo. Akizungumza na wawakilishi wa vyama vya wafanyabiashara mkoa wa Mwanza, mkuu wa mkoa huo Saidi Mtanda amesema tume ya ushindani FCC ni ya muhimu katika kuhakikisha mzalishaji na mlaji wote wanapata haki bila ya kuathiri maslahi ya upande wowote. Hapa kuna component ya ulinzi kwa mlaji. Bidhaa nyingine zinaingia unfair kwenye soko, lakini kumbe ni mchele ambao umeexpire au mchele ambao hauna ubora. Kwa hiyo watu wanaweza kula wakapata madhara. Kwa hiyo sasa kazi kubwa ni kudhibiti pia bidhaa bandia zisiingie sokoni, kwa sababu zikiingia sokoni walaji wanaweza kuathirika. Kwa upande wake, mkuu wa tume ya ushindani kanda ya Ziwa Frank Mdimi amesema tume hiyo imejipanga kuwajengea uwezo wa wafanyabiashara ili bidhaa zao ziweze kuvuka mipaka ya nchi na kuhimili ushindani katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo haya ni sehemu ya majukumu ambayo tunayafanya ya kuendelea kutekeleza zile 4R za Mheshimiwa Rais, ambapo hapa kuna swala zima la kurebuild au kujenga upya utaratibu wa kufanya biashara. Tusifanye biashara kimazoea na tujipange kwamba sasa tunapokwenda ni changamoto zaidi. Kwa hiyo tunahitajika kuwa na weledi wa hali ya juu zaidi. Tumeona kwamba wanaelezea kwa habari ya bidhaa, namna ya kutambua bidhaa original na bidhaa feki. Kwa hiyo itatusaidia pia hata na sisi kuongeza baadhi ya alama ili kuweza kujitofautisha na wajasiriamali wengine. Nini ninachotakiwa kufanya kabla sijaingia kwenye biashara zaidi kubwa? Kwanza kuwa na alama ambayo itakuwa na utambulisho wa kwangu mimi, ili mtu atakapoingilia biashara yangu itakuwa rahisi mimi kutambua hii bidhaa sio ya kwangu. Sheria ya ushindani namba 8 ya mwaka 2003 inakataza pamoja na mambo mengine wafanya biashara kufanya makubaliano yanayokiuka ushindani, matumizi mabaya ya nguvu ya soko na miungo ya kampuni inayoimarisha hodhi ya soko. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wananchi 6,000 wa kijiji cha Natumbo na Mikuyu wilaya ya Singida vijijini wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya wakala wa umeme vijijini REA kupeleka umeme kwenye kisima cha maji na kuachana na matumizi ya jenereta lililokuwa likitumia mafuta hapo awali. Rafuru Kinala ameandaa taarifa ifuatayo.
Wakala wa umeme vijijini REA umekuwa mkombozi kwa wananchi wa kijiji cha Matumbo, wilaya ya Singida vijijini, baada ya kupeleka huduma ya umeme kwenye kisima cha maji cha kijiji hicho na kurahisisha upatikanaji wa maji kwa wananchi, tofauti na hapo awali wakati wakitumia jenereta linalotumia mafuta. Na hapa baadhi ya wananchi wakaeleza hali ilivyokuwa hapo awali kabla ya umeme. Tunahudumiwa hapa, maji tunapata karibia wananchi takriban 6,000 na penti wanaonufaika. Matumbo hapa ni 4,300 na kitu, na Mikuyu vijiji viwili ambavyo tumeungana nao. Mwanzo nilikuwa tunateseka kwa dizeli. Kulikuwa na dizeli, ilikuwa tunahangaika kununua dizeli, lita 80 zinaisha bila wananchi kupata huduma. Sisi tulikuwa miaka yote tulikuwa tunahangaika kuchota maji mbali, tunachota kwa hela kubwa. Ndoo moja tunauziwa 200. Furaha yao kwa sasa ni upatikanaji wa maji ya uhakika baada ya umeme kufika kwenye kisima cha maji. Tunafurahia umeme kufika, maana tulikuwa tunahangaika sana maji. Mpaka sasa hivi tunapata maji kwa maji safi na salama, alafu na ni karibu. Tumeacha kuhangaika kwenda kuchota maji mbali. Tunashukuru sana, tunamshukuru Mama Samia kutujali na sisi ambaye tuko kijijini. Tunaonekana na sisi wanatujali. Toka tumeanza mwezi wa kwanza umeme umeanza kutumika, tunatumia uniti za shilingi 300 na inamaliza mwezi. Zile uniti 300 zinamaliza mwezi na matumizi ya maji yanaendelea bila kupata malalamiko ya aina yoyote. Viongozi wa wakala wa umeme vijijini REA wakiwa wameambatana na bodi ya REA nao wakaeleza REA inavyopeleka huduma ya umeme kwa wananchi baada ya kutembelea kisima hicho, kwamba wanafikisha umeme vijijini, lakini pia kwenye maeneo kama ya pampu za maji, ambao hii ni sehemu moja hapo sasa, na nikielelezo hata kwa wabia wa maendeleo kuona kwamba tumefikisha umeme pia katika kituo cha pampu ambacho nacho kinasaidia jamii inayozunguka maeneo haya kuweza kuondokana na adha ya maji. Kwa hiyo sasa hivi hapa Matumbo maji mnayo. Haya yote ile ni kuweza kusaidia wananchi walioko vijijini na wao waweze kunyanyuka kiuchumi. Sasa baada ya kuletea umeme wana pampu hapa. Kwa hiyo mabomba yanakwenda kule. Sasa hiyo maana yake imepunguza kazi ya wananchi kuchukua muda mrefu kuja kutafuta maji, hasa kina mama na watoto, lakini pia wanatumia mdole ambao wameusave kufanya kazi zao nyingine. Ni kiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Matumbo, wilaya ya Singida vijijini. Rafuru Kinala, Channel 10. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepongezwa na wafanyakazi wastaafu kwa kuendesha vizuri serikali yake yenye kujali maslahi ya wafanyakazi waliotumikia taifa kwa nguvu, hali na weledi wa hali ya juu katika vipindi tofauti hapa nchini. Pongezi hizo zimetolewa na wafanyakazi wastaafu wa kiwanda cha Urafiki pamoja na uongozi wa chama cha wafanyakazi wa viwanda, biashara, taasisi za fedha, huduma na ushauri TUICO kinacholinda na kutetea haki na maslahi ya wafanyakazi nchini. Naibu Katibu Mkuu wa TUICO Taifa, Wakili Peles Hagezi, ametoa pongezi hizo kwa serikali baada ya kuitikia wito wa mahakama na kulipa stahiki za wafanyakazi hao. Nishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwa sikivu na kukubali kuheshimu uamuzi wa mahakama na kulipa stahiki za wafanyakazi. Sisi kama chama, jukumu letu kuu ni kulinda na kutetea haki, heshima na maslahi ya wafanyakazi. Kwa muhimili huu wa chama cha wafanyakazi TUICO imetusimamia kwa dhati kabisa mpaka tukahakikisha kwamba tumepata stahiki zetu zile, na leo hii ndio maana tupo hapa leo tunapokea stahiki zetu. Kwa hiyo tunakishukuru sana chama chetu cha wafanyakazi, kusema kweli kimefanya kazi kubwa sana, kimeshirikiana na sisi bega kwa bega, haikutuacha popote. Tunafurahi na tunamshukuru Mungu baada muda mrefu kwenye kuwa na kesi, lakini tunashukuru chama chetu cha TUICO kimetusimamia na mpaka leo hapa tunalipwa. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, na tunashukuru chama chetu cha TUICO kwa kutusimamia. Kwamba chama chetu cha kutetea wafanyakazi kimetupigania katika ila yetu tulikuwa tunaidai mpaka kufikia kufanikiwa kuipata.
maana ni miaka mingi sana wengine wametangulia mbele za haki. Jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani Zanzibar limesema lina mpango wa kuwafutia leseni madereva wote wa vyombo vya moto ambao watabainika kusababisha ajali kutokana na uzembe unaotokana na mwendo kasi bila ya kuzingatia sheria za usalama wa barabarani. Juma Kasi mwanaarifu kutoka Zanzibar. Hatua hiyo ya jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani Zanzibar inajiri baada ya kuona hakuna nafuu ya kupungua ajali za barabarani licha ya elimu inayotolewa kwa waendesha vyombo vya moto. Kila siku tunapoteza watu, kwamba leo tumepoteza watu karibuni watu 27 ambao ni waathirika wamefariki, na jumla watu wote ni watu 48 waathirika wa ajali za barabarani, kwamba watu wana familia, wana watoto, kwamba hapa kuna mayatima wameshaekwa nyumba, washaachwa, kuna watu washacha wajana wengineo, kwamba hili linatuuma, kwamba wote kwamba tuguswe na hizi ajali, kwa tunaona vifo vingapi ambavyo vimegusa hizo jamii. Kwa hiyo jeshi la polisi kuanzia sasa, dereva yoyote ambaye kwamba atasababisha ajali ya kizembe na hovyo kwa hivyo ima mwendo kasi na mengineo, dereva huyu tutamuombea kupitia mamlaka na ushaongea na watu wa mamlaka, tutazifungia leseni zote, tutazifuta leseni kwa watu hawa. Licha kwamba kesi zao zinaendelea mahakamani, kwamba tutaombea mamlaka, wao ndio wana mamlaka inawapa leseni, tutaambia dereva huyu hafai kuwepo barabarani, kwamba ni tatizo barabarani. Toleo la takwimu la ajali na makosa ya barabarani mwezi Machi 2025, idadi ya ajali imeongezeka na kufikia ajali 20 mwezi Machi 2025 toka ajali 6 mwezi Februari 2025. Kama hizi ajali za barabarani kwa nini zinaongezeka? Kwamba wahusika zaidi waathirika wakubwa ni madereva wa pikipiki, kwamba ni waathirika wakubwa, kwamba waliogongwa sana. Dereva wa gari kwamba ni katika ajali hizi ni mmoja tu ndo ambaye ameathirika. Mtakwimu mwandamizi ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar Asha Musa Mahfudh katika toleo la ajali za barabarani anasema idadi ya ajali za barabarani zimeongezeka kwa 42.9 mwaka 2025 kutoka ajali 14 Machi mwaka 2024 hadi ajali 20 Machi 2025. Miongoni mwa waathirika wa ajali wa barabarani waliojeruhiwa na waliofariki kwa mwezi wa Machi 2025, waathirika wengi walikuwa ni abiria, walikuwa ni 28, wakifuatia wapanda baskeli na pikipiki waathirika 12, waendao kwa miguu walikuwa waathirika 4 na dereva walikuwa 4. Idadi ya makosa kwa mwaka yameongezeka kwa 89.2 na kufikia makosa 4612 mwezi Machi 2025 kutoka makosa 2438 mwezi Machi 2024. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Serikali kupitia mkoa wa Dar es Salaam imesaini mkataba mmoja uliosalia wa mradi wa uboreshaji wa miundombinu katika jiji la Dar es Salaam utakaotekelezwa katika manispaa ya Ilala wenye thamani ya shilingi bilioni 26.06 na utajenga jumla ya kilomita 7.38. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa kusaini mkataba huo, Katibu Tawala mkoa wa Dar es Salaam Toba Nguvila amesema kulikuwa na changamoto kubwa ya miundombinu ya barabara katika jiji hilo kutokana na mvua nyingi zilizonyesha mwaka jana na kusababisha kukwama kwa shughuli za kiuchumi. Tunapoona tunakwenda kusaini miradi mikubwa kama hii na kuanza ujenzi, ni faraja na furaha sana na tabasamu kubwa kwa wana Dar es Salaam. Na hii si mwingine, Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye anayefanya. Tumpigie makofi sana. Akizungumzia mkataba huo, mratibu wa miradi ya Benki ya Dunia Mhandisi Humphrey Kanyenye amesema awali ilisainiwa mikataba 9 yenye thamani ya shilingi bilioni 221.83 kwa ajili ya kujenga kilomita 84.24 na leo wamesaini mkataba huo uliosalia kwa lengo la kujiridhisha uwezo wa mkandarasi endapo ataweza kufanya kazi hiyo. Tuanze na manunuzi ya barabara kwa sababu miundombinu ya barabara ndio imechukua sehemu kubwa ya fedha za mradi, na mradi huu ni mkopo kutoka Benki ya Dunia ambapo jumla ya shilingi dola za Kimarekani milioni 438 zitatumika katika ujenzi wa miundombinu hii ambayo tunakwenda kuijenga. Halmashauri ya jiji tumefarijika sana juu ya miradi hii. Inaenda kuondoa kero na changamoto zilizokuwepo katika halmashauri zetu kuhusiana na barabara, kuhusiana na miundombinu. Tunaamini kazi hii itakapoanza, basi Watanzania wanaoishi katika halmashauri ya jiji ya Dar es Salaam na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla
wanaenda kupata miundombinu imara na thabiti. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegele, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Rashidi Hadidi Rashidi ameuagiza uongozi wa baraza la manispaa ya wilaya Chake Chake kusitisha uhamisho kwa mtendaji yeyote anayetaka kuhamia taasisi nyingine, kwani jambo hilo linafanya baraza kushindwa kutimiza wajibu wake kutokana na uhaba wa wafanyakazi. Masanja Mabula anaarifu zaidi. Akizungumza na wananchi pamoja na uongozi wa manispaa hiyo, mkuu huyo wa mkoa ameahidi kuwarejesha watumishi wote waliohamia taasisi nyingine kutoka manispaa hiyo, huku akiagiza kupatiwa majina na taasisi walizohamia. Mkurugenzi, kuanzia sasa hivi hakuna uhamisho wa mfanyakazi wote kutoka baraza la mji kwenda nyingine. Nasema hivi kwa sababu tumeona hali halisi. Uchafu umezidi, wananchi watendaji wetu hawamo, wamekwenda taasisi nyingine, sijui kwa sababu gani. Na ulitaka ajira mwenyewe makusudi. Ulitaka ajira kwamba uajiriwe uwe mhudumu katika baraza la mji. Lakini ukishaingia siku ya pili unahama. Leo watendaji tulikuwa na wafanyakazi 200. Leo pana wafanyakazi hata 100 hafiki. Kutokana na hiyo kila mmoja na rafiki yake anamuhamisha. Nasema kwenye mkoa huu na watafuta wahudumu wote waliohama katika maeneo haya warudi baraza la mji Chake Chake. Naye mkuu wa wilaya Chake Chake Bimgeni Hatibu Yahaya amesema upungufu wa watendaji wa usafi wa manispaa hiyo kunahatarisha usalama wa wananchi, hasa katika kipindi hiki cha mvua za masika. Kwa hiyo ili tuweze kujikinga na maradhi, tumesema tuchukue wajibu wetu sasa wa kufika kwa wananchi, kuja kuelimisha juu ya swala zima la kudumisha usafi, lakini na kuyatunza mazingira. Na niwaambie ndugu zangu, mazingira ambayo yametuzunguka maeneo yetu, mazingira ni machafu, mazingira hayaridhishi, jambo ambalo wakati wowote tunaweza tukapata mlipuko wa maradhi. Tuambua tuwachafu kweli. Walioko juu hawatuthamini walioko chini. Wanamwaga maji machafu, mavumba, madude gani, uchafu tuna ukweli. Tubadilike wanawake na wanaume tunaokaa kwenye majumba haya. Mtu afya ndani kwake juu, atupa chini. Ukija nda jamaa sinshaka sasa hivi hakuna hata mmoja atokae katika jumba hili. Hakuna hata mwanamke mmoja atokae. Kama huwezi kulima wewe zoa. Hapana. Nasafisha mie nitoke kutoka hapa mpaka nyuma na mwa kuona nasafisha, hakuna hata mtu na mtu kajua kisha katupa akutizama hivi akishatupa azama. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Wanawake wa kijiji Changemo wilayani Mbogwe mkoani Geita wameiomba serikali kuwawezesha nishati safi ya kupikia, kwa kuwa nishati ya kuni wanayotumia kwa sasa wanadai na waathiri afya zao, ikiwemo kuwasababishia kuzeeka mapema. Mrisho Sadiki anaarifu kutoka Geita. Wanawake hao wametoa kilio hicho kwenye mkutano wa hadhara wa mwenyekiti wa CCM kwa Geita kwa kuiangukia serikali iwawezeshe upatikanaji wa nishati safi ya kupikia sambamba na ujenzi wa soko la kisasa kwenye kijiji hicho. Tunaomba wanawake sisi jamani, tunazeeka mapema kwa kutumia moshi. Tunaomba majiko mbadala. Tumekuja kwako baba kulia, tunaomba msaada, ututengenezee soko la kisasa ili wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo waweze kunufaika na soko letu. Mkuu wa wilaya Mbogwe Sakina Mohamed amekiri hapo awali matumizi ya nishati ya kuni yalisababisha watu kuitwa wachawi kisa macho yao kuwa mekundu, na kwamba serikali iko kazini kuhakikisha kila mkazi wa wilaya hiyo anatumia nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais alituletea mbinu mbadala ya nishati mbadala ili kuondolewa kina mama adha. Tumeona kina mama wengi walikuwa pengine wanapigwa, wengine wanaitwa wachawi kwa sababu macho ni mekundu. Lakini sasa hivi serikali imeacha huo mpango wa kwenda kutumia matumizi ya kuni. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila amemwagiza mkuu wa wilaya hiyo kutatua changamoto zote zilizowasilishwa na wananchi kwenye mkutano huo, huku akipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupeleka zaidi ya bilioni 70 kwenye wilaya hiyo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Nimeelezwa hapa kwa miaka mitatu tumepata zaidi bilioni 70. Nimegawa kwa hesabu ya haraka miaka mitatu, kila mwaka
wastani ni bilioni 23.3. Pesa nyingi. Kwa ajili ya wingi wa pesa hizo ndio maana tunaona madarasa, nyumba za walimu, shule zimejengwa na mahospitali yapo tu na kadhalika na kadhalika. Kutoka Mbogwe, mimi ni Mrisho Sadik. Taasisi isiyo ya kiserikali ya WATED inayojishughulisha kuwainua na kuwaendeleza wanawake katika nyanja mbalimbali nchini imeitaka jamii kuendelea kupanda miti ya matunda na kivuli ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameathiri sekta mbalimbali za uzalishaji mali kote duniani. Wakizungumza wakati wa zoezi la upandaji miti wilayani Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo mratibu na msimamizi wa kimkakati kijamii wa taasisi hiyo Caroline Kochola ameitaka jamii kuamka na kupanda miti kwa wingi ili kufikia lengo la serikali la kupanda miti milioni 1.5 kwenye kila halmashauri nchini. Mikakati ya WATED ni kuwajengea uwezo na kuwapa elimu wananchi kupenda mazingira yao na kujua hii miti ambayo tunapanda itawanufaisha kwanza kwa kivuli, na kuzuia pia mmomonyoko kama ile eneo ambalo tupo ni bonde. Kwa hiyo maji yanapokuja na hakuna miti ni rahisi sana kuleta athari tofauti na vile ambavyo kama kuna miti. Ninawaomba wazidi kuitunza na kuilinda miti hii, kwani tumetumia fedha katika kuinunua, lakini pia tutawaomba wazidi kuitunza ili hii miti iweze pia kuwanufaisha kwa namna moja ama nyingine. Tumefurahi sana kushiriki zoezi hili la upandaji miti katika bwawa hili la Boko. Zoezi hili tunashukuru Mungu limeendelea vizuri na bado watu wengine wanaendelea kupanda miti kama tulivyotarajia. Tumeshukuru zoezi limefanikiwa sana. Tunatoa wito kwa jamii nzima hii hapa kwenye bwawa la Boko iepukane kujenga kwenye haya mabwawa ili kuzuia maafa, kwenye maafa ya maji kuingia kwenye nyumba zao. Upatikanaji wa maji kwa karibu umetajwa kuwa kichocheo cha usalama kwa watoto wa kike kuepukana na matukio ya kupata ujauzito kwa kubakwa pindi wanapokuwa kwenye juhudi za utafutaji wa huduma hiyo muhimu ya jamii. Mwandishi wetu Elia Kimani anaripoti. Hii inatokana na kauli ya mkuu wa mkoa wa Manyara katika kikao na vyombo vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii Sibyuso, ikiwa yeye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Manyara, ambao umekuwa kwenye historia mbaya zaidi ya matukio ya ukatili wa kijinsia, huku baadhi yake yakichangiwa na kukosekana kwa maji kwa karibu. Upatikanaji wa maji ni usalama, unafahamu, lakini upatikanaji wa maji ni afya. Usalama wa binti umeongezeka kwa sababu sasa mabinti wengi pale, matukio ya kubakwa barabarani, watoto kulawitiwa kwa sababu wanafuata maji alfajiri na usiku yameenda yanaondoka kwenye maeneo mengi. Kwa hivyo tutaona namna gani usalama, lakini pia upatikanaji wa maji wa uhakika ni uhakika wa maendeleo katika taifa letu. Mkoa wa Manyara kupitia taarifa ya RUWASA kwa mkuu huyo wa mkoa kwenye kikao hiki imeeleza ongezeko la upatikanaji wa maji kutoka 65% ya mwaka 2021 hadi kufikia 78. Wakazi wanaohudumiwa na RUWASA ni 1.5, wenye maji ni 1,200,000, ambao hawana maji ni 340,000. Wastani wa uzalishaji wa maji katika asilimia 209 ni lita 42,000 milioni 42.7 kwa siku. Lakini kwa hiyo kubwa tunalofanya ni kwamba kuhakikisha kwamba wale watumishi kwenye ile jumuiya kila mtu anafanya kazi kwa ufanisi, tena kwa umakini, si kwa hiari sana. Changamoto inaibuka tangu kuundwa kwa vyombo hivi vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii ni baadhi ya viongozi wake kuhozi miradi katika mrengo binafsi. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mazungumzo na mmiliki wa klabu ya mpira wa miguu ya Manchester United ya Uingereza, Sir Jim Ratcliffe tarehe 11 Aprili 2025 Ikulu jijini Dar es Salaam. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Katika mazungumzo hayo, Rais Dr. Samia amemshukuru Sir Jim Ratcliffe kupitia taasisi yake ya Six Rivers
kwa mchango wake mkubwa katika juhudi za uhifadhi wa mazingira na kudhibiti muingiliano kati ya wanyamapori na binadamu. Aidha, Rais Dr. Samia amepokea zawadi ya jezi ya klabu ya Manchester United iliyosainiwa na wachezaji wa timu hiyo kama ishara ya heshima kutoka kwa Sir Jim Ratcliffe. Hi Dr. Samia, I know that you are in... Dr. Samia, najua unazungumza na Jimmy Ratcliffe kuhusu mradi muhimu wa uhifadhi wa wanyamapori katika hifadhi ya Seru. Tunatumaini mazungumzo hayo yataenda vizuri, na sisi tunajua kuwa wewe ni shabiki mkubwa wa Manchester United, na tunatumaini kukuona hivi karibuni katika uwanja wa Old Trafford. Hello Dr. Samia. Najua unazungumza na Jim Ratcliffe kuhusu mradi muhimu wa uhifadhi wa wanyamapori katika nchi hiyo nzuri ya Tanzania. Nina matumaini kwa msaada wako na serikali yako na malengo ya Jim Ratcliffe mtafanya maamuzi bora ya kuwalinda hao viumbe hai. Katika mazungumzo hayo, Sir Jim Ratcliffe ameonyesha dhamira ya kuitumia klabu ya Manchester United kama jukwaa la kuitangaza Tanzania kimataifa, hususan katika sekta ya utalii, huku Rais Dr. Samia akimkaribisha rasmi. Naam, tumehitimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.